Mpendwa mtazamaji, siku ya Alhamisi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata kutoka katika Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya 20 hadi ya 26. Nitaisoma. Siku ile Yesu alisali akisema, wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja, kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yao, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami, na popote nilipo wapate kutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa misingi wa ulimwengu. Baba mwenye haki, ulimwengu haukukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua ya kuwa ndiwe uliyenituma. Nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika sala ya kuweza kuwaweka wakfu mitume wake Yesu Kristo kabla ya kifo chake, maneno yake ya mwisho Bwana wetu Yesu Kristo kwa hawa mitume yalikuwa ni maombi juu ya umoja. Yesu hakutoa maombi kwamba waweze kuwa na upako, hakutoa maombi kwamba waweze kuwa na nguvu ya kuweza kutoa mapepo, hakutoa maombi waweze kuwa na uwezo kufanya miujiza. Katika ile timu ya wale aliyokuwa amekaa nao kwa muda wa miaka 3, akijua tofauti zao, anapiga magoti kwa Baba wa mbinguni, anaombea umoja. Kwa nini aliombea umoja? Anaiombea umoja kwa sababu ya neno lile ambalo amezungumza yeye mwenyewe kwamba yeye Yesu Kristo walikuwa umoja na Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu, wao ni wamoja. Hivyo basi, katika umoja ndipo hawa mitume wangeweza kumdhihirisha Kristo. Kwa analiombea kanisa la mwanzo umoja, lidumu katika umoja kama wao wenyewe walivyo. Na jambo hili, ishara hii ya kuweza kuwaombea umoja, ndio ilikuwa kiini cha mafanikio ya kanisa la mwanzo. Walidumu katika umoja, katika kuweza kumega mkate. Wote walikuwa shirika. Hakuonekana yoyote yule ambaye alionekana yeye huyu ana mahitaji zaidi. Wote walikuwa wamoja. Na katika kitendo cha kanisa hili kuweza kuwa wamoja, maana yake ilikuwa inawapelekea watu wote wanaowaona waseme kweli hawa ni watu wa Kristo, na watu wengine wakaweza kuamini. Ndio maana kanisa lile la mwanzo, vile walivyokuwa wanaishi kwa umoja, walivyokuwa kule Antiokia, watu wote wakasema hawa maisha yao wanayoishi hawa ni wa Kristo. Kwa hiyo kanisa lilitamka kwamba ni la Kristo maeneo ya Antiokia kwa sababu ya umoja. Leo tupo katika kanisa ambalo limegawanyika vipande. Ile picha ya Kristo aliyokuwa ameomba, amepiga magoti mbele za Baba kwa ajili ya kuweza kuomba umoja haipo. Kanisa wa Kristo wamegawanyika. Kila mmoja amegeukia huko. Na mbaya zaidi, kusemana mabaya mbele za watu wengine. Umoja wa kanisa. Na mbinu moja hapo ambayo shetani anatumia kuweza kulipiga kanisa ni kuligawanya. Kwa sababu akilipiga kanisa kwa mgawanyiko, kila mmoja anatawanyika huko.
Kila mmoja anaondoka na hisia mbaya juu ya mwenzake. Kila mmoja anaondoka akiwa na maumivu ya ndani na majeraha ya ndani. Na katika hali hii inakuwa ni ngumu kuweza kutazamana pamoja. Unashangaa mtu amejenga kanisa hapa, amegeuzia mlango huko, na mwingine amejenga kanisa amegeukea mlango huko, na wote wakijenga hilo kanisa wanasemana maneno ambayo ni mabaya. Umoja ule ambao Yesu Kristo alikuwa ameomba haupo. Leo tuombe umoja ambao Yesu Kristo alikuwa ameutamka, kwa sababu katika umoja ndipo utukufu wa Kristo ambao Mwenyezi Mungu alikuwa amempatia unaonekana ndani ya kanisa. Yaani utukufu wa Kristo unaonekana kupitia umoja. Na baadaye pia ulimwengu wote wanajua kabisa kwamba sisi ni watu wa Kristo. Baadaye anasema, Baba, ninawaombea hawa waweze kuwa pamoja nami, ili popote pale nilipo wapate kutazama utukufu wangu ulionipa. Yesu Kristo anasema popote pale nilipo. Yuko wapi? Yupo katika neno lake. Yesu Kristo yupo katika Ekaristi Takatifu. Pale ambapo Yesu yupo, manake tunapokaa katika umoja tuweze kutazama utukufu wake, na tukitazama utukufu wake atatupatia pia ule utukufu. Na katika hali hiyo anasema kwamba ulimwengu wote utatambua kabisa kwamba sisi ni wafuasi wake. Anaendelea anasema, ulimwengu haukuweza kumjua Mungu Baba, lakini kupitia Yesu Kristo ulimwengu umemjua. Na katika hali hiyo watu wote wametambua kwamba Yesu Kristo alikuwa ametumwa na Mungu Baba. Hivyo basi neno lile ambalo alikuwa amempatia Mwenyezi Mungu, lile neno ambalo alikuwa amempatia Yesu Kristo aweze kudhihirisha, na lile jina ambalo Mwenyezi Mungu alikuwa amewapatia hawa, amempatia Yesu Kristo awapatia wa mitume, ndio lile jina sasa, ndio ile sala ya Baba yetu. Tunaona kwamba tunapoanza sala ya Baba yetu tunaanza kwa kutaja jina la Baba ambalo ndilo lenye nguvu, na Yesu Kristo amesema ametupatia ile jina lenye nguvu ili kuweza kulitumia katika maisha yetu, na baadaye pia lile pendo ambalo Mungu Baba alikuwa amempenda Yesu Kristo pia atupende sisi kupitia umoja. Mwenyezi Mungu atujalie umoja kwenye familia. Familia zimesambaratika. Baba anatazama huku, mama anatazama huku, watoto wanatazama huku. Na katika hali hiyo, ile sura ya Mungu Baba hatuwezi kuiona kwa baba. Ile sura ya mama mwenye upole hatuwezi kuiona kwa mama. Kila mtoto amegeukia huku. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie umoja ndani ya kanisa. Viongozi wa kanisa tuweze kutamka na tuweze kuhubiri umoja. Wenzetu waumini huko mtaani wameungana. Na ndio maana utashangaa tu wa dini huyu anaomoa huyu na wa dini huyu anaolewa huyu, lakini kiongozi wa kanisa yeye anakuwa mkali kusambaratisha watu. Tuweze kuungana. Utengano si mzuri. Yesu aliomba umoja, na umoja utusaidie watu wote watambue kwamba sisi ni wa Kristo. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.